Mtazamaji wa TBC1, karibu sana kwenye kipindi hii. Leo tunaangazia masuala ya afya na vipaji, ambapo tutakuwa na wataalamu ama vijana wa Kitanzania ambao watatuelezea kwa kina uhusiano wa vipaji na masuala ya afya. Leo hii tunaangazia hilo jambo. Karibu sana. Naitwa Tobias Masalu. Niko na wageni ambao ni vijana wa Kitanzania ambao wengine wako bado vyuo wanaendelea na masomo yao, na hapa tutaijadili afya kwa kina na namna gani ambavyo inaweza ikawa mtaji mkubwa wa maisha ya mwanadamu. Lakini pia tukiangazia tamasha la vyuo vikuu vya wanafunzi la vipaji ambalo linafanyika jijini Dar es Salaam, na mchujo wa kwanza ama nusu finali ya kwanza itafanyika tarehe 30 ya mwezi huu na finali itafanyika tarehe 11 ya mwezi wa pili. Ndipo ambako vijana wa Kitanzania wataonyesha vipaji vyao kutoka vyuo vyote Tanzania, vyuo vya kati, vyuo vya awali yani certificate, vyuo vya kati, lakini pia na vyuo vikuu. Watatueleza kwa kina kwa nini wamehusianisha vipaji na afya. Hilo ndio kubwa ambalo tutalizungumza hii leo. Naitwa Tobias Masalu na niko na wageni wangu. Niko na Anna Minja, yeye ni waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa vyuo na vyuo vikuu kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini. Lakini pia niko naye Nzengwa Mahela, yeye ni rais wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, maarufu zaidi MUHAS. Lakini pia niko na Simon Kanyasu, yeye ni rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Ardhi hapa jijini Dar es Salaam. Tutazungumzia suala zima la vipaji kwa ajili ya afya, ama vipaji na suala la afya. Wageni wangu, karibuni sana. Asante sana. Mko salama? Mambo yanakwenda? Habari za ardhi? Ardhi njema. Tupo. Sawa sawa. Wanafunzi uko nao vizuri? Tuko vizuri kabisa. Lakini pia habari za MUHAS? Ni nzuri sana. Mambo yanakwenda? Mambo yanakwenda. Ana, kwa upande wako vipi? Mambo ni safi, Mungu anasaidia. Okay. Yeah. Karibuni sana kwenye kipindi hii leo tukizungumzia suala la vipaji na afya, lakini pia tukiangazia tamasha la vyuo vikuu vya Tanzania ambacho mnaenda kulifanya hivi karibuni, mkiangazia vipaji na masuala ya afya. Tukianza na suala la afya pamoja na vipaji, ni kitu ambacho ninyi mmekiona mkasema kwa nini afya na vipaji? Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Theme ya tukio hili la wanafunzi kutoka vyuo vikuu ambayo ni Talent for Health imetokana na, au kwa Kiswahili tunasema ni vipaji kwa ajili ya afya, limetokana na kusoma kwenye tafiti ambazo zinaonyesha masuala mazima ya afya, na afya ambayo tunaenda kuiangazia zaidi ni hedhi salama na afya ya uzazi kwa upande wa wanawake. Na imekuja kuonekana kwamba kuna tafiti imefanyika Kibaha mwaka 2020 iliyokuwa inaangazia uelewa wa masuala ya afya ya uzazi pamoja na hedhi salama kwa mtoto wa kike, ambayo hiyo imebaini mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza ni mawasiliano, kwa maana kwamba mtoto wa kike anapokuwa anapata mabadiliko ya kimaumbile kuelekea kwenye hedhi, taarifa inakuwa inatoka kwa mtoto kwenda kwa mzazi, na unakuta sasa inakuwa na changamoto nyingi, na kwa sababu inakuwa ni kwa mara ya kwanza mtoto wa kike anapata mabadiliko yale, inakuwa ni ngumu sana kuweza kuelewa mabadiliko yale kwa upande wa mwili wake. Kwa hiyo inakuja na changamoto nyingi, ikiwemo asilimia 75, kwa maana 3 ya 4 ya watoto wa kike mashuleni wanakuwa hawana ufaulu mzuri. Lakini pia zaidi ya ikichagizwa na kukosa taarifa. Yes, ikichagizwa na ukosefu wa taarifa. Yes. Lakini pia zaidi ya asilimia 80 wanakuwa wanashindwa concentrate kwenye masomo yao, kwa sababu yale maumbile yanakuwa na changamoto nyingi za kihisia, kiuelewa pia. Lakini pia imekuja kugundulika ni kwamba kuna unyanyapaji mashuleni. Yeah. Kwa mfano mtoto wa kike amejichafua, alafu wale wenzake darasani wameona. Sasa kwa sababu hakuwa ameambiwa kuna ile mabadiliko yatatokea, wale wenzake wanaweza kuwa wengi wa kiume, kuna hiyo tabia, wanaweza kumcheka. Inasababisha mtoto wa kike anakuwa anashindwa kusoma vizuri na kuwa na amani pale mashuleni. Kwa hiyo tulivyofahamu kuna hizo changamoto na mambo mengine mengi, tukaona tutumie platform ya talent, kwa maana vipaji, kuweza kufikisha hii elimu kwenye jamii. Na kwa nini tumechukua hii jukwaa la talent? Tukiachana kwamba tu tunaenda kuibua vipaji vya wanafunzi kutoka vyuo vikuu, lakini pia sanaa ni kitu ambacho tunakitazamia
sanaa ni kitu ambacho kinafuatiliwa na watu wengi sana, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo kwa kulitambua hilo, tukaona hiyo ni chombo ambacho tunaweza kukibebesha ujumbe wa afya ya uzazi na hedhi salama kwa mtoto wa kike, halafu sanaa ikatembea na ule ujumbe kwenda kwenye jamii. Kwa hiyo kifupi sana, ndugu mtangazaji, ni hivyo. Okay. Na kwa namna hiyo mpaka sasa ambako mmefikia, maandalizi tayari yanaendelea na mnaona mnashirikiana na watu mbalimbali. Ndio. Mwitikio kwa wanafunzi ambao mko nao katika vyuo vyote, mmezungumzia certificate, diploma na degree, na wakati mwingine hata watu wa masters pia wanajumuika kwenye tamasha hilo. Ndio. Ni upi kuelekea hili tamasha na kwa upande wa uelewa wa afya? Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Nikizungumzia kwanza mwitikio wa hili tamasha la sanaa ni mkubwa. Kama ambavyo unaona hata kwenye siku ya leo tumekuja si peke yangu kutoka Muhimbili, lakini tumekuja na rais kutoka Chuo Kikuu Ardhi, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa vyuo na vyuo vikuu kutoka Tumaini, lakini pia tunaye rais kutoka Chuo Kikuu cha elimu ya biashara CBE na vyuo vingine vingi. Kwa hiyo ni mkubwa sana, wamelipokea kwa sababu ni wazo zuri ambalo linaenda kutoa elimu na kuweza kutoa burudani na kwenye upande wa sanaa. Lakini pia kuhusu utoaji wa elimu ya afya, kuna baadhi ya maudhui ambayo yametengenezwa ambayo yataanza kuruka kuanzia wiki ijayo, yatakuwa ambayo yanaelezea kuhusiana na hedhi salama na upande wa afya ya uzazi kwa mtoto wa kike. Lakini pia ndugu mtangazaji, ni kuhakikishia na Watanzania tuhakikishie kwamba baada ya kuwa ile tamasha limeisha, hatutaishia hapo. Tutafanya tour katika mikoa mbalimbali na vyuo mbalimbali kwenda kutoa hiyo elimu ya afya ya uzazi pamoja na hedhi salama kwa mtoto wa kike. Kwa hiyo tuseme huu ni mwanzo wa hiki tunachokifanya, kutakuwa na mwendelezo wa mambo mengine makubwa na mazuri. Asante sana. Kanyasu, wewe ni rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Ardhi hapa Dar es Salaam. Vijana ni asilimia 60, ni zaidi ya asilimia 60 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi mwaka 2022. Kwa nini imechagua kundi la vijana ambao ndio tunafahamu kwamba wana mambo mengi? Kwa nini mkasema mje na swala la vipaji na afya? Nashukuru mtangazaji. Kwa upande wangu mimi pia nimeguswa na niko kwenye kundi hilo la vijana, ama kundi kubwa ambalo limechukua asilimia 60, zaidi ya asilimia 60 ya sensa ya taifa, kwa sababu vijana ndio kwanza na nguvu kazi ya taifa, lakini pia ndio kundi ambalo linaangaliwa kuipeleka nchi katika maendeleo, hasa katika sayansi na teknolojia. Kwa hiyo tuliona kuna umuhimu kukaa hasa viongozi wa vyuo vikuu na kushirikiana na wanafunzi kuja na hii ajenda ya kuhamasisha masuala ya afya, lakini pia tukichagiza masuala ya kuibua vipaji. Wanafunzi tumeona kundi kubwa la vijana wanapenda, ndio watu wenye vipaji na ndio watu ambao wanaipeleka sanaa, hasa sanaa ya Tanzania kimataifa, lakini hata ndani. Kwa hiyo tukasema tukiwahusisha hao na engo hiyo ya vipaji, lazima tutawapata wengi. Na ni sio siri, ni kitu ambacho kiko wazi kwamba vijana wengi wanaoelimika tunakutana nao vioni, vyuo vikuu, vyuo vya kati na vyuo vya juu zaidi. Tunakutana nao vijana wengi ambao wanachukua taaluma mbalimbali. Kwa hiyo tukiunganisha umoja huo wa wataalamu ambao bado wako vioni, tukiwatengeneza katika mindset nzuri kwamba kutambua umuhimu wa afya hasa ya health na masuala ya uzazi hasa kwa wanawake, tukaihusianisha na sanaa, lakini pia tukachukua tabaka pia la vijana wengine wa kiume kutambua umuhimu wa kutambua afya na kuhamasisha masuala ya afya. Tunaenda kutengeneza jamii ambayo ni bora zaidi, sawa, katika swala zima la afya. Yes, katika swala zima la afya. Lakini kingine nikiongelea kwa nini tumegusa zaidi vijana, nadhani hata wazee wao wanatamani kuona vijana wanaamka. Naona vijana wanaamka kwa sababu kundi kubwa la vijana ndio ambalo linatazamiwa pia kuleta maendeleo sehemu mbalimbali, iwe ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama vijana wasomi ambao tuko vioni tumeona kuna umuhimu sisi wenyewe tuamke, tuhamasishe vijana wengine ambao pengine hawako pia vioni, wajue kuna umuhimu wa kuibua vipaji na kuna umuhimu wa sisi kama vijana kuona ni sehemu kubwa ya kushauri, lakini pia kuonyesha njia sahihi za kimaendeleo ndani ya taifa letu, hususan kwa swala la kiafya ambalo ndio umelenga zaidi. Ndio tumelenga zaidi swala la kuhamasisha afya. Ana, nikirudi kwako, wewe ni waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa vyuo na vyuo vikuu kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini. Miongoni mwa changamoto ambazo zimekuwa zikitajwa kwenye swala la elimu ya afya ya uzazi na hedhi salama ni jinsia ya kiume kushiriki kwa uchache sana. Wewe ni mwanamke,
unaishi na jamii, unaongoza wanafunzi vyuo vikuu kwa sasa. Kuanzia kwenye familia, ngazi ya familia, mazingira unayoishi na wanafunzi kwa ujumla, unaiona wapi elimu ya aina hii kwa vijana wa Kitanzania wa kiume kwa sasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naomba kuchangia hoja kama ifuatavyo. Ukisema kwenye swala la wanaume katika hii elimu ya hedhi salama kwa wanawake, somehow unaweza nikasema iko kiwango cha juu tofauti na nyuma ambapo wanaume walikuwa hawashiriki, yani wanaona kama ile yani masuala ya hedhi yani haiwahusu kabisa. Tofauti na sasa hivi vijana ndo kama ile wanakuwa supporters, wanakuwa wasaidia wanawake hata kuwapa elimu. Vijana wa kiume na wamekuwa sasa hivi ndio msisitizo na msaada mkubwa kwa mabinti, hasa wale mabinti ambao wanakuwa hawana ile elimu ya masuala ya hedhi. Sana kwa uzoefu wako ulionao na kwa vijana wanaokuzunguka na kwa mabinti wenzako ambao mko nao ama vioni, nyumbani, kwa namna gani watu wa miaka ya nyuma, wazazi, wazee na wa kiume na wa vijana wa sasa hivi ukiwaweka kwenye mezani, unaona kwamba tunapiga hatua kubwa zaidi ama elimu izidishe zaidi kuhusiana na elimu ya hedhi salama kwenye jamii? Hapo naweza nikasema kwa sasa hivi tumepiga hatua tofauti na kipindi cha nyuma. Yani ile mzazi umemwambia huko yani mwanamke binti ukimwambia mzazi nimeingia kwenye siku zangu, yani kwenye hedhi. Kwenye hedhi. Yani anaona ni kama it's a big issue, yani unakuwa unachukulia kama ni kitu kizito. Kwanza shuleni huendi, utakaa nyumbani. Lakini sasa hivi elimu inavyozidi kutolewa, mabinti wanaenda shule vizuri kabisa, very comfortable, anacheza, anasoma, yani yuko very free kufanya mambo yake mengine. Tofauti na kipindi cha nyuma, yani ukiwa mwanamke ukiingia hedhi hata nyumbani utoki. Yeah. Nikirudi kwako ndugu yangu Nzengwa, wewe waziri wa rais, ninakushusha kidogo, rais wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili. Wewe ni mtaalamu wa afya ambaye kwa sasa unaelekea kuhitimu elimu yako. Wataalamu wa afya, kwa namna mnavyoendelea kuwahudumia, kuwaelimisha jamii, mnaiona wapi jamii kwenye swala zima la uzingatifu wa elimu ya hedhi na kuizingatia na kuifanyia kazi kwenye jamii? Sawa, asante. Kwa upande wa watu ambao umri umeenda, vijana, wa mama wenyewe, kuna baadhi ya wamama ambao nao hawana elimu hiyo, wanakwambia ukifikia hatua kama hiyo, au hata kama alivyosema Ana, sometimes anazuia hata kwenda shule. Kwa sababu sidhani kama ilikuwa inafanyika kwa baba peke yake. Kama mama naye ameshiriki, manake na yeye pia hana ufahamu wa kutosha. Ndio. Asante sana ndugu mtangazaji. Tukija kwa uzoefu wa kutoka kwenye kada ya afya, kwanza niseme nipongeze juhudi kutoka chuoni kwetu, lakini pia kwa Wizara ya Afya. Wamekuwa wakifanya matukio mbalimbali ya utoaji wa elimu kwenye mambo ya afya, uzazi na hedhi salama. Lakini mimi niseme ushiriki wa vijana umekuwa upo chini. Ya vijana, kwa sababu vijana wana hii ni kwa experience ukiwa unapita huko kwenye jamii. Yes, kwa experience, yeah. Kwa hiyo ili umguse kijana lazima tuje na jambo ambalo litakuwa tuseme lina interest pia kwake. Yaani maana yake linamhusianisha yeye na hiyo elimu nayoitoa. Ndio. Kwa hiyo ili mkamate kijana tunamletea sanaa. Kupitia sanaa tutawapata wengi zaidi. Lakini hatua inapigwa. Na kwa experience ni kwamba hata kuna magonjwa yalikuwa yanasababishwa na kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ilikuwa inatokana au mimba za utotoni. Ukiangalia kwa miaka ya hivi karibuni kumepungua kwa hizo numbers. Ni kwa sababu wamekuwa wakifundishwa kwamba utabadilika, utakuwa na uwezo wa kupata hiki na kile. Kwa hiyo ukiingia kwenye haya mabadiliko inabidi uishi kwa mfumo fulani hivi wa maisha. Lakini tunahitaji pia kama vijana sisi sasa tusiwe tena ni watu wa kuletewa taarifa. Tuwe ni sisi watu wa kuzitafuta taarifa na kuwafundisha wenzetu. Pia kuna changamoto hiyo, vijana kutafuta taarifa. Kweli. Wao wanaamini sisi vijana asipotokea mtu wa kumwambia basi anajionea heri tu. Lakini sisi kama ambavyo amezungumzia Mheshimiwa Rais kutoka Chuo Kikuu Ardhi,
tumeamka, niseme tumeamka na tunapiga hatua kwenye kuzitafuta taarifa na kuzifanyia kazi ili tuweze kutoa elimu zaidi kwa wenzetu. Yes, kutoka vioni kama wasomi, lakini pia na mtaani. Ndio. Shukrani sana Rais wa Serikali ya Wanafunzi Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, yeye akizungumzia kwa uzoefu wa kiafya kwamba kwa sasa wanahitaji kupiga hatua zaidi ili kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa ni watu wa kutafuta taarifa na kuzipeleka kwa jamii, hususan maeneo mengi ya vijijini kuna changamoto bado kwa upande zote, vijana, akina mama na wazazi wa kiume, ambao kama alivyosema ana kwa uzoefu kwamba hapo awali, naamini tukienda ndani zaidi unaweza ukakuta kwamba kuna baadhi mpaka leo bado wana hiyo tabia kwamba binti akiwa kwenye siku zake basi haruhusi kwenda shule. Of course ni swala ambalo elimu inahitajika zaidi na zaidi. Tunaangazia vipaji na afya. Na hii leo tukiwa tunaelekea kwenye tamasha la vyuo vikuu vya wanafunzi vyuo vikuu nchini Tanzania. Sasa tumeangazia upande wa dhima ya tamasha lenyewe ambako umetupitisha kwenye swala zima la afya ya uzazi, hedhi salama kwa wakina mama. Na umetueleza kwa takwimu kwamba utafiti umefanyika na imebainika kwamba bado kuna changamoto ambazo vijana sasa mnatakiwa muingie kati. Na mmekuja na hili tamasha kwa ajili ya kwamba iwe sehemu ya mchango wenu katika kuleta maendeleo katika nchi ya Tanzania. Tamasha linatarajiwa kufanyika Jumamosi ni tarehe 31 yes, okay, Januari hii. Hebu utupitishe na Rais wa Ardhi, utupitishe kwenye michezo ambayo itakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba siku hiyo sasa watu wanaposhiriki tujue kwamba hii michezo pamoja na hii elimu ya afya inaenda kutolewa inakwenda kuhusianisha katika mambo haya na haya. Kabla sijaitaja, kwanza nipongeze. Kwanza nikasema nipongeze juhudi ya viongozi wote ambao walibeba maono ya wengi, kwa sababu tulikuwa tukitembea sehemu mbalimbali hasa kwenye vyuo ndani ya Dar es Salaam, lakini pia nje ya Dar es Salaam na Zanzibar. Wengi wamekuwa wakicomment kwamba ili tamasha limeenda kuibua vipaji sana. Unaona? Limekuwa ni chanzo au chachu ya wengi kujigundua kama wana vipaji. Unajua mtu anaweza kuwa na kipaji na akakosa platform ya kuonyesha. Kwa hiyo nipongeze na nipongeze pia juhudi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hiyo ndio mother, ndio tuseme ndio mama mlezi wa vyuo vyote na maono ya vijana. Sasa inter universities competition imelenga kwenda kuudili na aina ya vipaji, sio vyote. Baadhi ya vipaji ambavyo tuliona pengine tukivigusa tutakuwa tumepenyeza ajenda yetu au dhima yetu ya masuala ya afya. Tutakuwa tunahusisha vipaji vya uimbaji wa kawaida kwa maana ya music ya kawaida, lakini pia tutakuwa tuna lab. Kwenye kuimba hapo maana yake kuna bongo flavor, mambo ya acapella, vyote hivyo vipo. Vyote vipo. Okay, na naamini hata wewe utakuwa sehemu yao. Tunalazimika kufanya kuonyesha kwamba pia hatuko tu kwenye uongozi, lakini pia hata sanaa pia tunafanya. Kwa hiyo unaweza kushangaa siku nakuja Jumamosi unakuta pia na mimi nashindania tuzo ya kuimba. Sasa lakini mbali na kuimba tutakuwa tuna michezo tutakuwa tuna uchekeshaji, sanaa ya uchekeshaji, tutakuwa tuna mitindo, watu wa mitindo, lakini tutakuwa tuna sanaa ya uchoraji, mambo ya fashion. Yes, tutakuwa tuna uchoraji, tutakuwa tuna uchekeshaji na ingine nafikiri tutakuwa tuna kategori 7. Yes. Kama nimezitaja zote lakini zitakuwa ni hizo ambazo tumelenga kwenda kuona vipaji vile vya ndani. Unajua kuna vipaji ambavyo mtu anaweza akakionyesha uwanjani anacheza, lakini kuna vile vya ndani mtu asipoimba huwezi kujua. Asipoigiza huwezi kujua, asipochekesha huwezi kujua. Kwa hiyo tunataka tuone hivyo vya ndani. Kwamba kipaji mtu akiamua kuonyesha kipaji chake cha ndani na maana ana uwezo pia kubeba jambo letu kulipeleka kwa jamii. Kwa hiyo tunaamini tukivigusa hivyo vipaji ambavyo ni key talents ambazo ziko ndani, pia tutakuwa tumegusa mioyo ya hawa vijana na hawa watu wenye vipaji kupeleka ajenda kwa jamii nzima na kuifikisha vilivyo. Okay. Kwa upande wa ndugu yangu Nzengwa, ndio. Vyuo vya aina gani ambavyo sasa vinaruhusiwa kushiriki mashindano ama tamasha hili ili kuweza kupeleka ujumbe wa afya kwa kupitia vipaji? Okay, asante sana ndugu mtangazaji.
Kwanza niseme hakuna vyuo fulani ambavyo vimetengwa kushiriki lakini ni kwamba kulianza hatua ya kufanya ziara kwenye vyuo ambavyo tungependa tushirikiane pamoja kwenye kuliandaa tukio na vilijitokeza vyuo zaidi ya 26 kutoka Tanzania, kwa maana mkoa wa Kilimanjaro tulipata vyuo viwili kwa maana chuo cha KSMC pamoja na Kilimanjaro na Moshi ushirika. Tukaja hapa Dar es Salaam vyuo zaidi ya 20 tukaenda Morogoro chuo cha SUA St. Francis pamoja na Mzumbe, tukaenda Zanzibar kwenye chuo cha SUZA, chuo cha IPA, chuo cha diplomasia, lakini tunapata namba ya vyuo zaidi ya 26 ambavyo vinashiriki kwenye hili tukio. Na kwa hiyo namba, kwa sababu ni juhudi za kuanzia mwanzo, si mbaya sana, ni namba nzuri ambayo inaweza kutupa picture ya vipaji kwa upande wa wanafunzi wa vyuo vikuu. Na hatua mpaka sasa tumefikia wapi ni kwamba tulitengeneza mfumo wa wanafunzi wenye vipaji kujisajili na tukapata wanafunzi 401 kutoka katika vyuo vyote ambao walifanya usajili. Na jinsi gani ambayo inaonyesha mwamko sana kwenye mambo. Ndio afya na jinsi wanawake pia tutambue. Na watu wanalalamika tuko nyuma. Vipi kwa upande wa vipaji? Kwa upande wa vipaji mwamko ni mkubwa kwa sababu kupata washiriki kwa maana mtu yuko tayari kujiandikisha 401 ni namba nzuri. Lakini sasa hakukuwa na gharama kwa sababu tulitamani kila mtu asipate kikwazo cha kushiriki. Yeye na akili zake mwenyewe awe huru wajisajili, ila kama na kipaji basi kitaonekana. Baada ya pale kilichofuata ilifanyika online audition, kwa sababu ile system ni ya online. Basi tutafute namba nzuri, watu around 100 ambao wataingia kwenye hatua ya nusu finali. Na majaji walikaa, kamati ya maandalizi pia ilikuwepo na baadhi ya marais walikuwepo kwenye audition. Baada ya kufanyika ile audition ikapatikana vipaji 115 katika categories zote 7 walifanikiwa kutinga hatua ya nusu finali, kwa maana semi final, ambayo hii sasa itafanyika tarehe 31 Januari. Na baada ya pale pia kuna watu vipaji vitachujwa pia. Tupate angalau 3 au 4 per category kwa category zote 7. Kwa hiyo tutakuwa na around watu 21 ambao sasa hao tutaenda kufanya finali na tukipate kile kipaji katika kila category. Wageni maalum wanaalikwa kushiriki. Wanaalikwa. Sio wanafunzi wa vyuo. Wanaalikwa. Ni ruksa kwa sababu hili ni jambo la sisi ni vijana wa. Ndio. Niseme ili sisi ni vijana wa Tanzania na tunatoa elimu kwa ajili ya Watanzania na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo mtu yote anaalikwa kuja kuangalia. Kwa sababu mimi niseme kitu. Kwa mfano tuzungumzie kategori ya uimbaji. Basi kuna zile record labels zije pia ziangalie. Zinaweza kachukua 2 watatu ambao wakafanya nao kazi na kijana atakuwa amepata fursa kwa namna hiyo. Pia ni sehemu ya fursa kwa vijana wenye vipaji vyao. Ndio. Kwa hiyo tunawakaribisha na nitumie fursa hii pia kuwakaribisha wale wawekezaji katika sehemu mbalimbali waje waangalie vipaji vya vijana wao, wawasupport pia, kwa sababu hatutamani tu mtu aonyeshe kipaji afu kisije kikaishia tu mitini. Tunatamani mtu aonyeshe kipaji kionekane, watu wa appreciate, lakini pia apate support. Nikimalizia kwako Ana Minja, una wito wako sasa kwa vijana na wazazi, kwa sababu naamini vyuoni kule ndiko ambako maarifa yanazidi kupanuka kwa watu mbalimbali. Wapo ambao wanatoka nyumbani ana mentality ya kwamba hedhi ni swala ambalo ni siri bado, hata kama imepita njia zote, shule msingi, sekondari, nyumbani, lakini mpaka anafika chuo kikuu bado anaona ile swala ni jambo la siri na ni jambo la aibu. Wapo wanafika vyuo kama hivyo. Kupitia tamasha hili unaambia nini watoto wa kike kuhusiana na swala la hedhi salama, lakini pia swala la ushiriki wa vijana wa kiume, wazazi pamoja na wazazi wote wa kiume na wa kike, ili kuhakikisha kwamba jamii ina uelewa mpana wa mambo ya hedhi salama? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naweza nikaongelea hapo kwa kusema mabinti wasiogope. Yaani swala la hedhi sio siri. Kwanza ile ni afya.
Yaani binti ukishapata hedhi, jua hiyo ni afya. Maana kuna ambao hawapati. Na usipopata hedhi pia ni tatizo. Unataka kujua ni tatizo gani? Jumuika na sisi. Mambo yanakuwa mengi. Unataka kujua ni tatizo au inakuwa ni shida ni nini? Usikose kushiriki kwenye tamasha, kujifunza mengi. Okay. Mtazamaji, tumeangazia swala zima la vipaji na afya, tukiangazia hedhi salama kupitia tamasha ambalo linakwenda kufanyika la vyuo vikuu vya Tanzania. Hapa tunazungumzia vyuo vya mwanzo, vya kati na vyuo vikuu ambavyo vinafanyika katika nchi ya Tanzania na vitafanyika katika maeneo ya jijini Dar es Salaam. Na nilikuwa naye Nzengwa Mahela, yeye ni rais wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi MUHAS, akizungumzia hilo swala, lakini pia nimekuwa na Simon Kanyasu, yeye ni rais wa Chuo Kikuu cha Ardhi hapa jijini Dar es Salaam, na nimekuwa naye Anna Minja, yeye ni waziri wa mambo ya nje na uhusiano wa vyuo na vyuo vikuu Chuo Kikuu cha Tumaini. Tumeliangazia hilo kwa kina sana. Nikushukuru kwa wewe ambaye umefuatilia kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Hadi wakati mwingine, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa TBC1. Naitwa Tobias Masad. Bye bye.